Lako nani na shabiki wa timu gani au labda mpenzi wa mpira? Mimi naitwa Johnston Daniel Ndogo, ni shabiki wa Yanga. Okay. Young Africans leo imesafiri kuelekea nchini Malawi kucheza na Silver Strikers ya Malawi, ikiwa ni raundi ya pili ya hatua ya CAF kuelekea makundi ya klabu bingwa. Unatazama vipi Young Africans kwenda kufuzu kutoka hatua ya pili, raundi ya pili kwenda makundi? Kwanza kabisa naomba niseme kitu kimoja. Unajua mpira ni mchezo wa wazi. Tanzania na Malawi, ukija kwenye masuala ya vilabu, Tanzania tuko mbali sana. Watu wanakaa wanasema Tanzania saizi bado mpira si nini, lakini wakae chini wakumbuke kwamba Yanga na Simba unaowatazama hao wako juu kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao tunawatoa nje kuwaleta hapa Tanzania. Kwa upande wangu kama mimi naamini Yanga Africans anaweza kapita kutoka hatua hii kwenda hatua ya makundi bila pingamizi lolote. Imekuwa kama bahati msimu. Tunazungumzia hatua ya pili, raundi ya pili ya mashindano ya kimataifa. Timu 4 zote za Tanzania zipo katika raundi ya pili na zote zinaenda kushiriki. Unatazama msimu huu inaenda kuwa bahati pengine timu zote 4 kufuzu hatua ya makundi? Inawezekana kabisa kutokana na timu tulizonazo. Kiwatazama Azam wana timu nzuri sana, wana wachezaji wazuri, lakini pia wana kocha ambaye anajua cha kufanya katika hatua hii. Lakini ukirudi upande wa Singida, mimi naamini Singida anaweza kufanya vizuri kuliko hata Azam. Singida anaweza akafanya vizuri kuliko hata Azam. Kwa nini? Kwa nini Singida? Mimi mpira si uangalii kwa kuangalia labda kwamba hii ni timu kubwa, hii ni timu ndogo. Huwa naangalia timu namna ambavyo inajipanga kiwanjani. Ukija kujaribu kuangalia Singida, ukiondoa Yanga, ndio timu ambayo unaiona ni hatari kutokana na namna ambavyo inatengeneza mashambulizi. Watani zenu ya Simba? Mimi kwa upande wa Simba bado naona wanahitaji muda. Unajua mpira ni mchezo wa wazi. Na leo hii tunavyozungumza watu wanaweza akaja wakakwambia Yanga na Simba wamecheza, Yanga akacheza vibaya. Lakini aliyeshinda ni mwenye bahati. Kaka, mpira hauna bahati. Kwa sababu mpira ni mchezo ambao kila mtu anaingia kiwanjani kutafuta matokeo. Sasa unapofungwa afu kasema fulani kabahatisha, kwa nini wewe hujabahatisha? Unaona? Kwa hiyo ukirudi kwenye mazingira ya kawaida, kuna muda mechi inakuwa ngumu. Sio kwa timu kubwa eti kwa sababu mimi nacheza na Simba au nacheza na Yanga. Mimi naweza nikatoka leo, mimi ni timu yangu ni Simba, mfano mimi ni kocha wa Simba. Nikaenda kucheza na Singida. Nikacheza na Singida, siku hiyo Singida ameamka vizuri. Sasa mimi kama kocha wa Simba nitawaambia wachezaji wangu, jamani mechi imeshakuwa ngumu. Lazima pale sasa kwenye timu yangu nitahitaji wachezaji ambao wanaweza akaamua mechi kama zile. Kwamba sasa tumezidiwa lakini kuna mtu ambaye anaweza kaja kufanya kitu kama hicho. Sasa ukija kwa upande wa Simba na Yanga, sio kwamba Simba alicheza vizuri kuliko Yanga. Yanga alicheza kwa vipindi. Ndio maana Yanga kaja kupata matokeo. Ukiangalia Simba anaanza mechi dakika zile, Simba alicheza vizuri sana. Lakini sasa kuna ile kwamba umecheza vizuri. Baada ya kucheza vizuri, unamaliziaje huo uzuri unao? Umeona? Simba amecheza amekosa magoli 2 ya wazi. Yanga anamaliza kipindi cha kwanza anaenda mapumziko, tayari Simba anaonekana ana advantage ya kushinda kutokana na kila alichokionyesha kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili Yanga anakuja anafanya mabadiliko. Unaona? Anaingia mtu, Yanga anaanza kutafuta goli. Dakika 20 za mwanzo kama ulitazama mpira, Simba alikuwa anatafuta mpira kwa tochi. Yanga anapata goli, anaenda kulinda goli lake alilolipata. Zile ni mbinu za mchezo. Na mimi huwa nawaambiaga hata watu, nawaambia kwamba iko hivi. Endapo Simba angerudisha lile goli, Yanga singeendelea kucheza vile. Unaona? Ila kwa sababu Yanga anajua kuna kitu anakilinda, ndio maana akacheza vile. Na style ya timu kubwa siku zote, ikiwa inacheza na timu kubwa nyenzake, kishaona mechi ni ngumu, ikipata kitu lazima ikilinde kwanza. Kwa mimi taarifa za kuniambia eti Simba alicheza vizuri, sio ni na nini? Mimi siziamini kwa kweli. Kucheza vizuri bila matokeo ni sawa na bure. Ni sawa na bure kabisa, 100%. Hata wale waliocheza na Simba wamecheza vizuri hapa Dar es Salaam lakini wameishia kutoka. Sasa huo uzuri wao uko wapi? Wakapita na kocha wao yule Matatu. Unajua kaka, mimi huwa nashindwa kuelewa kitu kimoja. Mpira wa Tanzania umejaa siasa nyingi sana. Mimi najaribu kuangalia Simba na Yanga. Naangalia endapo
viongozi wanaoendesha huu mpira wanaweza kukaa kwenye njia ya kimpira, na waona Simba na Yanga wanaweza kuja kutia aibu baadaye kwenye mpira wa Tanzania. Simba na Yanga wanaweza katia aibu. Kwa namna gani? Mimi sababu ambayo inanifanya nizungumze hivyo ni kutokana na vile ambavyo timu hizi zinaendeshwa na mashabiki kuliko uhalisia wa mpira. Mimi hapa wakati nimekaa hapa nilimsikia mwenzangu wakati anazungumza. Anakuambia Yanga ameleta kocha mbadala. Unaona? Tayari yale ni maneno anazungumza hapa na hapa anazungumza na media. Lakini ukiwafuata viongozi wa Yanga wanakuambia tumeleta kocha msaidizi. Umeona? Lakini huyu anakuambia tumeleta kocha mbadala. Nini maana ya kocha mbadala? Kocha mbadala ni yule anayekuja kushika nafasi ya mtu aliyekuwepo. Lakini mimi naona yule ambaye sasa ndio kocha mkuu wa Yanga yuko kwenye meza pale amekalia kiti. Sasa huyo kocha mbadala ni yupi? Lazima ujiulize maswali. Kwa hiyo mimi huwa naamini mpira wa Tanzania, Simba na Yanga, viongozi wetu wanaendeshwa na mashabiki kuliko uhalisia wa mpira. Viongozi wetu wanaendeshwa na mashabiki kuliko uhalisia wa mpira. Kwamba nataka kusema mbinu za Folz zilikuwa zipo sahihi mpaka sasa. Japokuwa amekuja kuongezewa kocha mwingine, lakini alikuwa ameshinda mechi takriban tuseme 80% ya mechi alizokuwa amecheza ameshinda zote. Kiufupi yule kocha mimi naamini yuko vizuri. Unajua mpira siku zote mimi ukinipa hata leo mimi ukaniambia bwana kuanzia leo tunakupa timu ya hapa Karume. Hii timu tunataka ilete kikombe hapa Karume. Maana yake mimi najua sharti la kwanza au makubaliano yangu namba 1 ni kwenda kuleta nini? Kikombe. Sasa kikombe na kiletaje? Kuna mambo haya, nicheze vizuri, nicheze vibaya, lakini kikombe kifanyeje? Kifika hapa. Wakati wa mechi ya Simba na Yanga, watu wanasema Yanga kacheza vibaya, lakini kikombe amefanyaje? Hivi Yanga angecheza vizuri, alafu akafungwa, huo uzuri wake ungekuwa wapi? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi, mpaka dakika hii nikitazama Simba, Yanga, Singida, Azam, Mbeya City na timu zinginezo ambazo zinacheza hapa Tanzania, timu pekee ambayo imetengeneza nafasi nyingi, hata namba sasa hizi zinaweza zikaongea, kama kuna mtu anabisha anaweza kaja akae hapo. Unaona? Ni Yanga Africans ndio timu iliyotengeneza nafasi nyingi zaidi kuliko timu yoyote. Sasa timu imetengeneza nafasi nyingi, huo ubaya wake uko wapi kaka? Hemu atazame mfano, nimemsikia anatoa mfano mtu hapa eti Liverpool. Jamani Liverpool msimu uliopita sikacheza vibaya. Na alikuwa anacheza mpira kwamba tunacheza kwetu, unakuja tunakupiga counter attack. Amechukua ubingwa hajachukua. Sasa hapa akicheza vibaya. Huu ni msimu mwingine. Alafu ni mechi hata 5 hazijafika. Unamhukumuje mtu kwenye mechi 3 au mechi 2? Hem, tusubiri twende mbele. Kwa sababu huyu kocha ni mpya. Na pale Yanga amefanya usajili. Simba amefanya usajili. Sasa kuna mchezaji unaweza kumleta kwenye timu akabidi apewe muda wa kusubiri. Sio kila mchezaji hata atafika leo atakuwa kama ananipa Pacome. Hata Pacome huyu tunayemzungumza msimu wa kwanza hakuna mtu aliyejua kama Pacome atakuwa hivi. Lakini mwisho wa siku hapa Tanzania ukitaja star wa Tanzania lazima umtaje Pacome Zouzoua. Alisikika msemaji wenu wa Young Africans akisema watu wanavyozungumza kwamba Yanga haichezi vizuri ila matokeo yanapata. Je, wakicheza vizuri itakuwaje? Hapa haichezi vizuri lakini matokeo yanapata. Inamaanisha ni dhahiri kwamba Young Africans ni kubwa dhidi ya timu zingine kwa mujibu wa Alikamwe. Mimi kuna kitu nakitazama kwenye mpira wa Tanzania. Timu zote ambazo zinacheza na Yanga sasa hivi zinaikamia Yanga. Zote zinazocheza na Yanga zinaikamia Yanga. Namna gani? Unajua kwa nini? Cha kwanza kabisa Yanga kachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Kwa hiyo hizi timu nyingine zinajifikiria, huyu mtu anachukuaje ubingwa kila siku? Hata Simba wale ukiwapanga na Yanga wacheze naye, kwa vyovyote vile wanajua sisi ni underdog kwenye mechi hii. Kwa hiyo wanapoingia wanaingia kwamba leo lazima tujikakamue. Sasa pale ndo unakuja kitu kinaitwa uzoefu. Ni una wachezaji ambao wanaweza kukamilisha huo mpango kazi uliokuja nao. Sasa ndo ukija sasa kwenye makaratasi unakuta Yanga anamfunga Simba. Sio kwamba kila mechi Yanga anashinda eti Simba acheze. Simba anacheza. Issue iko kwenye nani anamaliza hiyo zoezi kukamilisha huo mpango ambao unakuja nao kiwanjani. Kwa hiyo hicho ndo ninachokiona. Kwa kumalizia sasa, zungumza na mashabiki wa timu zote za ligi kuu pamoja na hizo zinazoshiriki mashindano ya kimataifa pamoja na wapenzi wa mpira kwa ujumla. Mimi kwa upande wangu kabla sijazungumza na mashabiki,
nitoe rai kwa viongozi wa mpira wa miguu Tanzania. Kaka, mpira wa Tanzania ni mpira wa maneno. Kwa sababu mimi natazama mpira ambao timu yetu ya taifa inaucheza. TFF wameshindwa kwenda kututafutia wachezaji ambao wanaweza kaja kutusaidia kushindana na hao wapinzani wa nchi zingine. Naongea hivyo kwa sababu moja. Tanzania ni nchi kubwa sana. Ina watu wengi sana, zaidi ya watu milioni 60. Unashindwaje kuwa na timu ambayo inaweza kushindana na wale sijui Madagascar, sijui nani? Madagascar na watu hata milioni 1 hawafiki. Lakini unaingia kiwanjani unacheza mpira kama huna watu. Mimi kaka, nataka nikwambie kitu kimoja. TFF wanatakiwa wakae chini, waangalie vizuri ni namna gani ambavyo wanaweza wakafika sehemu ambazo hawafiki, watuletee vijana waje wacheze mpira. Mimi naamini vijijini kuna wachezaji. Ila sasa kuna ile kwamba mimi huyu anajua mpira, nani anayempeleka kule? Umeona hii? Sasa ukija kwenye mazingira ya kawaida kuna ile michuano, sio unakuta shuleni anacheza sijui Minnesota sijui nini. Mchezaji unakuta shuleni anacheza vizuri, anatoka pala akishamaliza darasa la 7, mwingine hata sekondari haendi. Lakini yule dogo unakuta na kipaji kuliko hata Nzize yule wanayemsifia pale. Lakini mwisho wa siku kwa sababu amerudi nyumbani, hakuna anaenda kumfuata yule mtoto kuja kumpeleka tena kwenda kuendelea na kile kipaji chetu. Ukienda kwa wenzetu Ulaya, wale wenzetu wana academy. Unaona? Wale wanaangalia kabisa huyu dogo amesoma, lakini pamoja na kusoma anatakiwa acheze mpira kwa sababu mpira ndio kipaji chake. Sasa hii elimu ni ziada. Wanakuwa wameshaona. Lakini sisi hawa wataalamu wakuja kutusaidia hicho kitu ni kama vile hawapo. Mwisho wa siku tunaenda kucheza na Morocco, tunapigwa, tunasema marefari wametuonea. Hivi leo hii wewe umecheza na Morocco, unapigwa, hata kama umepigwa goli 5 utasema umeonewa na refari. Wewe una mchezaji kama Abraham. Mchezaji anacheza Real Madrid analipwa mabilioni ya pesa. Unaenda wale akina Sofiani wale, unaenda pale unakutana na wachezaji kama akina Hakimi Ziyech. Unakuja kugundua kwamba sisi wachezaji wetu hawana uwezo wa kwenda kushindana na wale jamaa. Lakini mimi naamini TFF ndio wanaosababisha hii hali kwa sababu wameshindwa kwenda kutafuta wachezaji ambao wanaweza wakaja wakafikia kutusaidia kwenye hilo swala.